Jeshi la Polisi mkoa wa Songwe limefanikiwa kulikamata gari ilikuwa imeibiwa aina ya Mitsubishi Outlander pamoja na mtuhumiwa mmoja ambaye alikutwa pia akiwa na bastola ya kutengeneza kienyeji baada ya kufanya msako mkali wa kuwatafuta watuhumiwa kama nilivyosema hapo awali. Tukio hilo linahusiana na wizi wa gari uliotokea tarehe 16 mwezi wa 12 mwaka 2025 saa 6 usiku katika mtaa wa Wanjani, tarafa ya Tunduma, wilaya ya Momba, katika mkoa wetu huu wa Songwe. Gari hiyo kama nilivyosema aina ya Outlander lenye namba za usajili T897 EAC lenye thamani ya shilingi milioni 20, mali ya mwananchi anayefahamika kwa jina la Jovin Kafana mwenye umri wa miaka 37. Huyu ni wakala na mkazi wa Tazara katika mji wetu wa Tunduma, wilaya ya Momba hapa Songwe. Gari hiyo iliibiwa baada ya kuvamiwa na wahalifu majambazi waliomtishia mmiliki kwa kutumia silaha niliyoitaja, bastola ya kutengeneza kienyeji. Na baada ya tukio hilo, jeshi la polisi lilianza msako mkali na jitihada za msako huo ulizaa matunda, ambapo jeshi la polisi mkoa wa Songwe liliendelea na msako mkali, na tarehe 6 mwezi wa pili mwaka huu 2026 majira ya saa 11:30 jioni, askari wa jeshi la polisi wa mkoa wa Songwe walipata taarifa za kiintelijensia kuwa gari hilo lipo Makambako, mkoa wa Njombe. Ufuatiliaji uliendelea wa kwenda huko Makambako, na askari wetu walifanikiwa kumkamata mtuhumiwa aitwaye Bashiri Madembwe mwenye umri wa miaka 35. Huyu ni fundi magari na mkazi wa Makambako, mkoa wa Njombe, ambaye baada ya mahojiano alikubali na aliwapeleka askari na kuwaonesha sehemu ambako alikuwa amelificha gari hilo. Lilikuwa limefichwa katika shamba la mahindi Ipilimo, kijiji cha Iyai, kata ya Ihowanza, tarafa ya Malangali. Hiyo ni wilaya ya Mufindi, wilaya ya Iringa. Vile vile jeshi la polisi katika tukio jingine limefanikiwa kumkamata mtuhumiwa mmoja ambaye jina tunalihifadhi kwa sababu za kiupelelezi, aliyehusika katika tukio la unyang'anyi wa kutumia silaha lililotokea tarehe 4 Februari 2026 majira ya saa 4 asubuhi katika eneo la Kisimani, mtaa wa Unyamwanga, Tunduma, wilaya ya Momba na mkoa wa Songwe. Katika tukio hilo mtuhumiwa huyo na wenzake, kama mtakumbuka, walimshambulia kwa risasi Yengo Mwaipina, mkazi wa Sogea, wilaya ya Momba, mkoa wetu wa Songwe, na kumsababishia jeraha katika sehemu yake ya kiuno upande wa kushoto, pamoja na kumnyang'anya fedha taslimu shilingi milioni 54, hiyo akitokea kuchukua pesa katika benki ya NBC Tunduma. Watuhumiwa hao bado wanashikiliwa kwa ajili ya mahojiano ili kubaini mtandao mzima wa watu wengine wanaoshirikiana nao katika vitendo vya kihalifu za kutumia silaha katika mkoa wetu na mikoa hii ya jirani ya nyanda za juu kusini. Tunapochukua pesa nyingi benki, kuanzia milioni 10 hata milioni 5, ni vyema polisi tukapata taarifa, tukatoa escort ili watu hawa waweze kusafisha fedha zao kwa usalama. Askari tunao wajibu wa kufanya hizo kazi, kwa sababu kazi ya msingi ya polisi ni kulinda raia na mali zao. Kwa hiyo ni washauri wananchi, tusiangalie biashara tu, lakini pia watu wa benki mtusaidie. Mnapokuwa na miamala mikubwa namna hiyo, basi tushirikishane ili tuweze kuwa na uelewa pamoja katika taratibu za kusafirisha pesa nyingi, ili madhira kama haya ambayo yametokea hivi karibuni yasiweze kutokea katika maeneo yetu. Kwa hiyo niombe wananchi katika mkoa wetu wa Songwe wafanye kazi halali na si kutegemea makosa ya kihalifu, kwani uhalifu haulipi.